Tunaye hapa Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, kuzungumzia kwa kina taarifa hizi. Rahbi, karibu sana. Shukran sana. Na tuanze na taarifa ya Sudani Kusini. Sudani Kusini wanasema usalama wake uko at stake. Usalama wake upo matatani. Baada ya wanajumuiya wenzetu. Wanajumuiya wenzetu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki baada ya kiongozi wa makamu wa kwanza wa rais Salva Kiir kukamatwa, na tunafahamu kwamba wamekuwa na upinzani mkubwa tu kati yake na Salva Kiir Mayardit. Nini kinaendelea hasa nchini Sudan Kusini? Yani picha nzima ya Sudan Kusini haieleweki. Yani Sudani inaelekea wapi Sudan Kusini? Kwa sababu tuliona jirani zao ambao wamevurungika kabisa, Sudani ya Khartoum. Hawa walikuwa na nafuu, na hata unakumbuka mwanzo wa mgogoro wa Sudani kubwa ilikuwa unafanyika Juba, na mkutano wa kwanza kabisa ambao uliona ule usitishaji wa siku kadhaa vita ya huku ulifanyika Juba, na aliyekuwa akiwasimamia alikuwa ni rais mwenyewe Kiir. Kwa hiyo kinachotokea hivi sasa ni tukio ambalo limekuwa na muendelezo. Unajua sio kitu cha ghafla kimekuja. Kumekuwa kunakamatwa baadhi ya mawaziri ambao wako upande wa makamu wa kwanza wa rais. Sudani ina makamu wa rais 5. Kwa hiyo huyu ni makamu wa kwanza. Kuna wenzake 4. Kuna wenzake 4 wako pembeni. Sasa kumekuwa kikamatwa na mawaziri ambao wanatokana na upande wa pili huku kuzuiliwa kufanya, lakini imekuwa hakuna taarifa kamili inayozungumza kuhusu kwa nini wanakamatwa. Hebu tuambie serikali ya Sudani Kusini inaondoaje, kwa sababu unatuambia kwamba kuna mawaziri, kuna upande wa Riek Machar, huyu makamu wa rais, huyu hapo the giant, lakini pia kuna huyu hapo Riek, afu huyu ambaye anapenda kuvaa kofia na kutembea na fimbo ndio Salva Kiir. Serikali inaondoaje? Kwa sababu tunakumbuka pia mwaka 2018 walikuwa na makubaliano ambao walisaini. Haya ndio makubaliano yaliyounda hii serikali 2018. Ndio maana yake kwa sababu wote walikuwa na silaha na vita iliyopiganwa kutoka 2013 mpaka 18, vita ya miaka 5 iliua watu 400,000. Sasa hii vita ndio iliwafanya waje kuunda aina ya hii serikali, kuwa mimi bwana nina genge langu na watu wangu, kwa sababu shida ya Sudani Kusini pia ambayo inasumbuliwa ni ukabila. Hawa wote usiwaone wana rangi moja na wanafanana hadi sura, lakini kabila zao ziko kwenye vifua vyao na mioyo yao. Yani utaifa wao huko nyuma. Kwa hiyo kwenye haya makubaliano ya 2018 ndio yalikubali kuunda muundo wa serikali kama hii, kuwa watu wako good luck, nafasi tutakupa za waziri labda 6, na mimi nitachukua nafasi 6. Kwa hiyo mimi nitakuwa rais, wewe utakuwa naibu wangu. Hii ndio ilivyoundwa katika makubaliano ya 2018 yaliyomaliza utata. Sasa huu muundo wa serikali umekuwa na lawama, na sio mara ya kwanza hili kutokea, lakini hili la kwenda kumzuia na makamu wa kwanza wa rais, hili limetokea kwa mara ya kwanza hivi sasa. Lakini na kwa nini amekamatwa? Serikali haitoi taarifa. Yani hapo ndio inapoweka watu kwenye ile hali. Lakini alikuwa nje, sio? Alikuwa Juba. Nyumbani kwake. Kaenda, watu wake wa usalama wameondolewa, wakapokonywa silaha, akawekwa chini ya ulinzi. Na haielezwa kwa nini amekamatwa. Hakuna taarifa. Hiyo ndio inawaweka roho juu watu wa Sudan Kusini, kuwa kwa nini naibu makamu wa rais amekamatwa. Halafu kingine kuwa huyu bado ana kinga kwa mujibu wa katiba yao. Huyu ni kiongozi wa juu kabisa. Kiongozi wake nafasi ya pili, anayo kinga ya kutokukamatwa. Lakini nje ya pale yuko kwenye mkataba. Na analindwa na maana yake, na analindwa pia na walinzi wa serikali. Walinzi wa serikali, lakini ndio waliondolewa, wakaja wakamweka chini ya jeshi. Sasa huyu maana yake hiyo inathibitisha kabisa kwamba ni amri ya rais, sio? Bila shaka ni amri ambayo inatoka juu, kuwa huyu aende kashikiliwe vile. Lakini pia inaenda kuvunja makubaliano ya 2018. Katika makubaliano ya 2018 na tayari chama chake wametangaza kwamba wamevunja makubaliano yale. Yamevunjika. Yale makubaliano yamevunjika, na sasa shida iko kuwa huyu makamu wa rais, nyuma yake kuna jeshi ambalo linaitwa White Army ambalo linamuunga mkono, na huku kuna jeshi linalomuunga rais Salva. Sasa hofu ni kuwa hawa ni watu ambao wote wana silaha. Yani kwenye hili swala la Sudani, ukitaka kupata urahisi, yani ilivyo, yani jinsi ilivyo, nenda katazame la Sudani wengine wale wa Khartoum. Yani ilivyo ni huku vile vile. Haina tofauti. Tofauti ya huku, hawa wamesogea kisiasa. Yani hawa wamejivua yale magwanda ya jeshi, wakavaa suti, wakaonekana wanasiasa. Lakini nyuma yake
wote wana makundi yenye silaha yanayowaunga mkono, na kule Sudan ni vile vile, ila wale hawajavuka kwenda kwenye siasa, wamebaki kwenye jeshi, Dagalo na Burhan. Huku ni Salva Kiir na Riek Machar, wote ni vile vile tukuwa huyu anasapotiwa na hawa na huyu anasapotiwa na hawa. Tangu walipopata uhuru wao ama walivyojitenga na Sudan ikawa nchi Sudan Kusini, nafikiri sasa hivi ndo taifa changa kuliko yote barani Afrika. 2011 taifa halijawahi kutulia. Ni hawa wawili tu, Riek Machar, Salva Kiir Mayardit. Shida ni nini? Wanataka nini hasa? Nimekuwa nikisema mara nyingi sana kuwa unaona hawa wawili na unaona hawa wawili wa huko ndio shida ya matatizo ya pembe nzima. Yani ndio nchi zote zina matatizo za watu hawa. Kama kuna njia yoyote ya kumtoa Dagalo, Burhani, toa Salva Kiir, toa Machar kwenye zile nafasi, halafu leta watu wapya wenye mawazo mapya ya kujenga, yani kutoa ile akili ya ukabila. Kwa sababu Sudan Kusini ilikuwa ni nchi ambayo inataka kuungwa, yani iungwe iwe taifa, sio vipande vipande. Lakini wakati mwingine unaweza kushindwa, yani unashindwa kuelewa kuwa hili tatizo lililopo Sudan Kusini limeenea kutoka pembe ya Afrika. Unajua hii swala ambalo kabila ni kubwa kuliko taifa. Ndio. Naenda Ethiopia, unaona wanayokutana nayo. Naenda Somalia, naenda Djibouti, Eritrea, njoo huku Sudani, njoo mpaka Rwanda, njoo nchi nyingi mpaka Jamhuri ya Afrika ya Kati kule. Yani makabila yao ni makubwa kuliko utaifa wao. Yani kuna wakati nakwambia sisi tunashukuru, umefahamu kuwa sisi kabila zetu wala hazina maana yoyote zaidi ya utani. Nikitaka kukutania ndio nitakutania kwa kabila yako, lakini hakuna mtu mwenye maana kabisa na kabila yoyote, wala hatujai kuona kuna kabila eti hapa sisi kwetu ni kubwa kuliko taifa letu, au kabila ya fulani ni bora kuliko kabila nyingine. Kwa sisi hapa tunavyoziona, hawa ndani ya vifua vyao wamebeba kabila zao, ndio maana hawajali utaifa wao. Ni kwamba kuna vita pia ya kiti cha urais kati yao. Bado huwezi kusema moja kwa moja kama kuna vita hiyo, kwa sababu ukiangalia kinachotokea kama hivi sasa ni chokochoko zinazotokea. Kwa nini rais ambaye tayari huyu mwenzake akakubali awe rais, yeye ndio anamchokoza zaidi huyu, licha kuwa kuna taarifa za upande wa pili wanasema kuwa hawa mara kadhaa wamekiuka, wamefanya mashambulizi kwa vikosi vya jeshi. Hawa White Army wanaonekana kama wako nje ya udhibiti, kwa sababu kuna taarifa ambazo zinawataja White Army ambao wanaungwa mkono na makamu wa rais, wanasema kuwa ndani yake amepoteza ushawishi. Kwa sababu wanasema lile kundi limegawika. Kwa hiyo kuna kundi ambalo hawezi kulikontrol, yani kuwa akiwaambia wanafanya vingine, akiwaambia wanafanya vingine. Kwa hiyo hana sauti kwenye hiyo nafasi. Kwa hiyo inawezekana hiyo ugomvi wa nafasi ya urais, lakini pia kuna ugomvi mwingine ambao inaweza kutokea. Lakini vipi mnashindwa kujifunza kwa vifo vya watu 400,000? Ndio. Yani ile kitendo tu cha watu 400,000 kuuawa ilikuwa ni funzo tosha kabisa. Yani unajua kuna vita ya kusimuliwa na vita ya kuona. Imekutokea miaka 5, mnaona hali zenu zilivyo kwa macho yenu, halafu vipi mnaweza tena kurudi kwenye matatizo ambayo kazi kuu imefanyika kuwapatanisha viongozi wa dini, viongozi wa kikanda, IGAD, EAC, AU, hata wakati mwingine pia jumuiya ya kimataifa imekuwa fanya kazi kubwa, lakini kwamba ni kama wanaonekana kurudi nyuma tena kwa hatua ambazo walikuwa wamepiga. Na sasa tunaambiwa makamu wa rais amekamatwa, ameshikiliwa, na chama chake wametangaza rasmi kwamba hawatambui tena yale makubaliano ya amani. Madhara yake ni nini? Ni kama vile kuna moto unawaka pale, halafu kuna mwingine kashika dumu ya petroli huko pembeni. Ni uamuzi wake ule, ni mwage ile petroli kulipuke vizuri, au ni irushe pembeni mambo yaishe. Ndio jibu pekee unaweza ukaliona hilo, kwa sababu unazungumza na watu ambao vifua vyao vimeshikilia silaha muda wote. Yani wanasema kukikucha hivi ndani ya Juba na miji mingine kuna utulivu kiasi fulani, lakini hali inapofika usiku na ile jioni na usiku, hali zinabadilika, watu wote wanakuwa na hofu. Ni juzi tumezungumza Kainerugaba yule, si amepeleka kikosi ambacho kiko Juba. Maanake tunazungumza hali ya kuwa kuna kikosi cha Uganda kiko Juba kwa ajili ya kumlinda rais Salva Kiir. Kuwa huyu ndio tunamtambua, maanake tayari kuna mataifa ya nje tayari yameingilia. Sasa tunafahamu pia Sudan Kusini ni sehemu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Maanake tuna mgogoro tena mwingine wa pili mkubwa tu, Kongo. Tuna Kongo, tuna Sudan Kusini. EAC inaelemewa, sio?
Mimi na wewe tulishayaongea haya kabla hata hizi nchi hazijaunganishwa. Tumekuwa tukifanya mijadala hii. Na kwa Somalia na yenyewe pia muda wote tu. Niliwahi kulizungumza pia na wewe tena, tulijadiliana hapa, nikasema sielewi, napenda ukubwa East Africa tuwe wakubwa nini, lakini nilikuwa najiuliza mara kadhaa kuwa vigezo gani vinafanya kuwa nchi iunganishwe kwenye jumuiya, kuwa ikiandika tu barua inaunganishwa au kuna vigezo? Kwa sababu niliwahi kutoa mfano nikakwambia wale wa EU hawawezi kukuunganisha kwa sababu kuna vigezo wameweka. Usalama wa mipaka lazima iwe 100%. Yani usalama wa mipaka yako iwe 100%. Siasa yako. Lakini hawa hawana shida ya usalama wa mipaka. Shida yao iko ni siasa za ndani. Siasa ya ndani. Lakini unazungumza hawa hawana shida ya mipaka. Kongo, Somalia. Yani kwa hiyo kuna nchi ambazo hazina usalama yani kwa ndani. Halafu siasa zao tunazifahamu, yani kuwa siasa za kiimla ambazo hazibadiliki. Kwa hiyo ukiwaangalia wale EU walivyojiwekea utaratibu, unakulazimisha kuwa wewe ukitaka kujiunga na sisi lazima utembee kwenye njia fulani. Usalama wako, siasa yako, demokrasia yako na vitu vyako vyote viendane. Sasa kama nchi inaweza tu kuandika tu barua halafu ikawa ndani ya jumuiya. Unajua mnapokuwa kwenye jumuiya manake mnakata mipaka ya asili, si ndio? Tunavunja mipaka ya asili. Tunakuwa tuna mpaka mmoja mkubwa. Tunaondoa ile. Kwa hiyo hata ule ukaguzi unapungua. Ile mtu kuingia anasema mimi mwanajumuiya, sihitaji passport wala nini, nitatumia ID yangu nitaingia kwenye hii nchi. Si ndio? Inakuwa vile. Sasa hii ina hatari yake. Kwa sababu mnapovunja mipaka ya asili, mnaondoa ulinzi. Manake ni rahisi kupenyeza kwa silaha kuingia kwenye nchi nyingine. Ilipovurugika Libya, ndio iliharibika nani? Yote kuja Chad na kuja magharibi mwa Afrika. Kwa sababu ukiangalia mtiririko wa silaha ambazo zilienda magharibi mwa Afrika zikavuruga Mali, Senegal, Mali na Burkina Faso na nchi zingine, ulitoka juu Libya silaha zilivyoingia. Sasa hawa wenzetu silaha kwao ni kama simu za mkononi. Kwa hiyo tulikuwa lazima tuwawekee ugumu kujiunga na sisi ili tuwape fundisho kuwa lazima warekebishe mambo yao. Sasa tukiachana taarifa hii tuangalie tuitazame kidogo Brazil. Moja kati ya taarifa ambazo tumezisoma hapo ni kwamba rais aliyepita Jair Bolsonaro anakabiliwa na kesi nzito mahakamani, na hii ni kesi ya kupanga mapinduzi. Maanake hii ni kwa tafsiri ya haraka ni uhaini. Ni kesi nzito kwa mtu ambaye amewahi kushika na ofisi namba 1 katika nchi. Lakini Brazil haitushangazi. Hata Da Silva si alikuwa gerezani, alivyotoka gerezani karudi kagombea kawa rais. Na kuna mwana mama yule rais Dilma baada ya kumaliza mambo yake, nafikiri yule mambo yalianza akiwa bado yuko madarakani. Imekuwa ni jambo la kawaida. Brazil imekuwa moja kati ya nchi ambazo rais akiwepo au akitoka muda wote anaweza kaenda jela. Wanasema nilikuwa nikiangalia kwa tathmini ya mwaka jana inaonyesha Brazil kama ni nchi ya 6 duniani yenye demokrasia kubwa sana. Rudi kwa Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro kipindi alishindwa, unakumbuka alichokifanya? Hakikuwa na tofauti yoyote na alichokifanya Trump Januari 6. Wakati alivyoshindwa kwenye ule uchaguzi, kwa sababu alipinga matokeo. Baada ya kupinga matokeo akawahamasisha wafuasi wake wapinge na waingie barabarani waandamane. Vurugu zilizotokea unazikumbuka, zilikuwa ni vurugu kubwa sana ambazo yeye alizisapoti kwa nguvu zote. Kwa hiyo kesi yake baadaye akakimbia. Yani kesi yake haina tofauti kabisa na ile ya Januari 6 ya Donald Trump ile mkabili. Kwa hiyo aina ya kesi ni hiyo hiyo. Sasa Brazil ni nchi ambayo iko huru sana. Ni nchi ambayo ina mahakama ambazo zinafanya kazi. Na kitu kimoja ambacho Brazil huwa inanivutia ni kuwa mifumo yake haiakisi ushawishi wa kisiasa. Ndio maana huyu rais tunamzungumza Da Silva, yeye pia alifungwa gerezani. Lakini baadaye alivyokuja kutoka gerezani, alivyokata rufaa na nini, alirudi kuja kugombea nafasi na akashinda. Na umemtaja mwana mama. Kwa hiyo Brazil ni nchi ambayo inakupa uhuru na nafasi ya kuamua. Kwa hiyo hata Bolsonaro anaweza kwenda kujitetea na akapeleka mashahidi wake na akaweza kushinda kesi au akafungwa pia, kwa sababu yote yanawezekana. Kwa sababu Brazil ni nchi moja iko huru sana. Hamna cha kusema kwamba huyu mtu amekuwa rais, kwa hiyo hakuna mtu ambaye ni kiwango cha hali ya juu sana, yani kufikia kwenye kiwango cha hali ya juu, yani uwezo
nchi ikifikia hapo kwa vipi unaweza kumwajibisha? Imekuwa ni kama Afrika Kusini kwa hapa Afrika. Yes, Afrika Kusini, lakini Afrika Kusini ukiangalia sio serikali ambayo huwa ina nguvu sana kuwajibisha, kuwa ni chama cha ANC ambacho ukiangalia ule mtiririko wa marais karibu wote 90% wameguswa na ANC moja kwa moja, sio serikali. Lakini kuna ambao wameenda jela kama kina Jacob Zuma. Zuma amekwenda. Sasa mifumo kama ina athari gani? Kwa sababu tunafahamu kwamba kiongozi mkuu wa nchi naye ana hadhi yake. No, sidhani kama ina athari. Inakupa akili kuwa nafasi yako ni ya utumishi. Kwa hiyo lazima iwe na mstari uchore. Unapomwekea mtu kuwa yani hakuna mstari mwekundu, binadamu ni binadamu. Kila mtu anaweza akaitumia ile nafasi kudhuru wengine. Lakini unapomchorea mstari kuwa unatakiwa uende mpaka pale, atakuwa na tahadhari za wengine kuwa hii nafasi niko leo, lakini baada ya leo nikimaliza miaka 10 natakiwa kuishi kama raia. Kwa hiyo lazima watu waje wanipime kwa kile nilichokifanya. Kwa hiyo inamlazimisha katika kipindi cha utawala wake aweze kutenda haki kwa watu wote bila kuangalia nini, kwa sababu anakuja kufahamu kuwa labda umeingia kwenye nafasi ya urais una miaka 45. Unajua nitakuja kuondoka na 55, still young. Sasa unakwenda kuwa sijui nitaishi miaka mingapi. Sio katuletea shida. Usije ukatuletea matatizo mbele. Rais wamestaafu lakini vijana wenzetu akina Joseph Kabila. Si ndio hao nakwambia kuwa kijana unaingia una 30, yani Kabila aliingia na 29 sijui. Sasa amekaa japo kwa miaka mingi lakini still yuko 50 plus. Nafikiria pia mtu kama Bassirou Diomaye Faye wa Senegal. Mpe awamu zake 2. Miaka 10 maana yake hapo. Hata na 40 plus. Bado anakuwa kwenye 40s. Sasa huyu ni kijana sana. Sasa anajua kuwa nitakuja kuishi muda mrefu zaidi nje ya hiyo nafasi nikiwa nitapewa uhai. Sasa tukutengenezee njia ya kuishi kwa heshima. Lazima uishi kwa misingi, kwa sababu mifumo siipo. Unajua kuna wakati rais anaweza kufanya maamuzi yakaumiza, lakini kama maamuzi ameyafanya kwa mujibu wa katiba zenu, kwa mujibu wa sheria zenu, atajitetea. Hili nilikuwa natekeleza hii hapa, wala sio kwa mimi, sio kukuumiza kwa hilo. Lakini kuna nyingine inaonekana kama ile ni personal attack, yani kuwa wewe unatufanyia kusudi, yani wewe unatushambulia moja kwa moja kwa sababu ya nafasi ulionayo. Bwana Ibrahim, nakushukuru sana. Tunasubiri tuone mambo yatakavyokuwa. Asante sana. Shukrani sana. Ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa.